Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel imeshamaliza kazi yake ya uchunguzi jinsi ya namna ya kushambulia vinu vya nyuklia vya Iran. Hata hivyo, Israel inaweza kugonga vituo vya nyuklia vya Iran wakati wowote baada ya maandalizi kukamilika, huku Washington ikidaiwa kupata taarifa mpya za kijasusi zinazopendekeza maandalizi yanayoendelea kwa shambulizi kama hilo. Lakini Rais Donald Trump wa Marekani akikataza juu ya shambulizi hilo. Wakati huu nafasi ya shambulizi la kijeshi la Israel kwenye vituo vya nyuklia vya Iran limeongezeka sana katika miezi ya hivi karibuni. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la CNN ambalo limeripoti likitoa mfano wa maafisa kadhaa wa Marekani wanaofahamu tathmini mpya ya kijasusi iliyofanywa na Israel. Ingawa uongozi wa Israel haujafanya uamuzi wa mwisho wa mawasiliano yanaonyeshwa na yalinaswa hivi majuzi, yanapendekeza kuwa mipango inaendelea. Vyanzo ambavyo havikutajwa viliuambia mtandao huo. Ujasusi wa Marekani pia umebainisha shughuli za kijeshi za Israel, ikiwa ni pamoja na harakati za silaha za anga na kukamilika kwa mazoezi ya anga ambayo inaonyesha maandalizi ya kufanya makombora kwa karibu zaidi. Maafisa kadhaa walikiri kwamba hatua hizi zinaweza kutumika kama ishara ya kimkakati kwa Iran, ikilenga kuishinikiza Tehran katika makubaliano wakati wa mazungumzo yanayoendelea na Washington. Hata hivyo, chanzo kimoja kilichonukuliwa na CNN kilionya kwamba matarajio ya makubaliano ya Marekani na Iran ambayo yamejadiliwa na Trump, ambayo hayataondoa uranium yote ya Iran, hufanya uwezekano wa kombora kuwa mkubwa zaidi. Mkuu Benjamin Netanyahu mpango wake ni kuona kwamba Iran haiwi na silaha ya aina yoyote ya nyuklia wala haimiliki namna yoyote ya nyuklia, huku Marekani kupitia mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump, Bwana Steve Witkoff, akisema kwamba moja kati ya mstari mwekundu uliocholwa na Marekani katika mazungumzo na Iran ni pamoja na kuitoruhusu Iran kuendelea na urutubishaji wa nyuklia. Rais wa Marekani Donald Trump alivunja makubaliano ya mwaka 2015 yaliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran katika mhula wake wa kwanza madarakani. Alishutumu Tehran kwa kukiuka makubaliano hayo kwa siri na akaiwekea tena vikwazo Iran, ikijibu kwa kurudisha nyuma utiifu wake wa makubaliano na urutubishaji wake wa uranium. Tangu arejee ikulu ya White House, Trump amekuwa akishinikiza Tehran kuingia makubaliano mapya na hata ametishia kuishambulia Iran ikiwa makubaliano hayo hayatafikiwa. Iran na Israel zilibadilishana makombora mwezi Aprili na Oktoba mwaka uliopita, na hivyo kuashiria ongezeko kubwa zaidi kati ya wapinzani wa kikanda. Mapema mwaka huu, Israel iliripotiwa ikipendekeza kampeni kubwa ya ulipuaji ili kuangusha vituo vya nyuklia vya Iran, kulingana na New York Times, lakini Trump alikataa kuunga mkono, akichagua kufuata diplomasia tangu wakati huo. Kulingana na shirika la habari la Reuters, Israel imezingatia zaidi makombora madogo ambayo yanahitaji msaada mdogo wa Marekani. Licha ya matamshi hayo ya kivita, Marekani na Iran zimefanya duru kadhaa za mazungumzo nchini Oman katika miezi hivi karibuni, ambayo yameelezwa na pande zote mbili kuwa yenye kujenga na yenye tija. Hata hivyo, mjumbe maalum wa Trump katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff alisema wiki iliyopita kwamba wakati Washington inataka kusuluhisha mzozo huo na Iran kidiplomasia, ina mstari mmoja mwekundu ulio wazi kabisa: hatuwezi kuruhusu hata 1% ya uwezo wa kurutubisha uranium. Iran kwa sasa inarutubisha madini ya uranium hadi 60%, zaidi ya kiwango cha 3.67 kilichowekwa chini ya makubaliano ya nyuklia ambayo hayatumiki sasa, na karibu 90% inayohitajika kwenye nyenzo ya kiwango cha silaha. Wakati maafisa wa Marekani na Israel kwa miaka mingi wakionya kwamba Tehran imesalia wiki chache tu kutoka kwa mafanikio ya nyuklia, Iran inasisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani na haulengi kutengeneza bomu. Waziri wake wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi alipuuzilia mbali matakwa ya Marekani ya kubomoa kikamilifu vituo vyake vya nyuklia na kusema sio halisi, akisema Tehran itaendelea kurutubisha uranium kwa makubaliano au bila makubaliano. Pia alipendekeza kwamba baadhi ya kauli za maafisa wa Marekani zimejitenga kabisa na ukweli wa mazungumzo. Hata hivyo, Iran imesema ipo tayari kwa mapambano dhidi ya Israel na kwamba Israel haina uwezo wa kufanya shambulizi lolote katika vinu vyao vya nyuklia.
Endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.